Ndio ufungue Biblia yako katika kitabu cha Yohana mtakatifu ama Injili ya Yohana 5. Tutaanza hapo moja na nitasoma. Baada ya hayo kulikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo, kulikuwa na bwawa la mji liitwalo kwa Kiebrania Bethesda, ambalo lilikuwa na baraza 5 zenye matano. Humo barazani kulikuwa na wagonjwa wengi wamekaa, vipofu, viwete, waliopooza. Hapo palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Naye alipomuona huyo mtu amelala hapo na kujua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu, akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Naye akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunipeleka majini yanapotibuliwa." Kisha akamjibu, mtarudia hapo 7. Naye akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati yanapotibuliwa. Kila nikijaribu kuingia, mtu mwingine unitangulia." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako utembee." Mara huyo mtu akapona, akachukua mkeka wake akatembea. Jambo hili lilifanyika siku ya Sabato. Sema amen. Hapa maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja, na huyu mtu alikuwa mgonjwa, na aliishi na ugonjwa kwa muda wa miaka 38. Na Biblia inasema alikuwa kiwete. Kiwete ni mtu ambaye hajiwezi. Ukimuweka hapa hawezi akajitoa pale umemweka. Kwa hivyo aliishi amewekelewa kwa mkeka, na ni kama watu wao walingangana na yeye, wakachoka wakamuacha. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na mahali, kulikuwa na bawa, mahali kulikuwa kunaitwa Bethesda. Haleluya. Na mahali pale kulikuwa na kindimbi ya maji ama bwawa la maji, na malaika alikuwa anatembea kila mara mahali pale. Na anapotembea yale maji yakitibuka, wanajua malaika ameingia, na yule atarushwa kwa hiyo maji akiwa wa kwanza alikuwa anapona hapo hapo. Sasa shinda ilikuwa ni hii, hakuna yule alikuwa anajua malaika atakuja lini. Ya pili, wakati malaika ametibua yale maji, lazima watu walikuwa na watu wao ndio wakimbisha mtu wao. Yule ataingia wa kwanza ndiye alikuwa anapona. Na mambo inaishia wapi? Hapo. Kwa hivyo watu wa yule mtu walienda naye mahali pale na wakakaa naye mahali pale, lakini ilifika mahali wakachoka na yeye. Na walipochoka na yeye walimuacha mahali pale. Kwa hivyo aliishi pale kwa muda wa miaka 38. Sema amen. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kama tangu ile siku nilizaliwa mpaka leo alikuwa anaishi mahali pale. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo aliishi katika hiyo ugonjwa, na aliishi katika hali ya kuteseka kwa muda wa miaka 38. Lakini kitu moja inanifurahisha, yeye hakupoteza imani yake. Haleluya. Alijua siku moja hatapona. Haleluya. Sema amen. Lakini watu wao walimuacha, watu wao walimkataa, lakini kuna mmoja, haleluya, ambaye jina lake ni Yesu. Alipompata pale na akatambua ameishi kwa shida kwa muda gani, alimhurumia. Sema amen. Amen. Siku ya leo mpendwa, unaweza kuwa umeishi katika
kupitia shinda fulani. Inaweza kuwa kupitia hiyo shinda watu wenu wamekukataa. Inaweza kuwa kupitia umasikini wako, wale mnaishi nao hawakuonagi kama wewe ni mtu. Haleluya. Kile ningependa kukuambia ni kwamba siku ya leo kuna mmoja atatembelea maisha yako, na akitembelea maisha yako, maisha yako haitakuwa vile tena. Sema amen. Amen. Alikaa katika uwete, aliishi amelazwa kwa ule mkeka, lakini kuna wengine walimtangulia kupona. Bwana asifiwe. Malaika akiingia, wengine wanashika mtu wao, wanarusha, anapona, anaenda. Lakini yeye akaambia Yesu, sina mtu wa kunishika mkono niweze kupokea uponyaji. Unaweza kuwa umeishi kutafuta kazi, unaingia kwa maofisi, unakataliwa kwa sababu hauna godfather. Siku ya leo Yesu anaenda kuwa godfather wako. Penye utaingia kwa ofisi utakubalika. Penye ulituma maombi ya kazi utapata majibu. Penye unahitaji kuingia usiogope kuanzia leo. Shika Yesu na umwambie tutaingia na wewe. Taingia. Haihitaji hata anko yako akushike mkono. Labda umewaomba msaada, wameona wamechoka na wewe. Labda unawaambia nilipie nyumba, wamechoka na wewe. Siku hiyo nyingine unahitaji chakula, wamechoka na wewe. Siku hiyo nyingine ni ugonjwa, wamechoka na wewe. Wengine hata ni mabwana zao, wamechoka na hao. Wengine ni wake zao, wamechoka na hao. Wengine ni watoto, wamechoka na wazazi. Usichoke, usijali na hao tena. Shika Yesu siku ya leo. Atakuwa godfather wako. Mahali unataka kuingia, ingia hapo. Ile biashara unahitaji, enda na ianze. Hatutahitaji watu wetu ndio tubarikiwe. Hatutahitaji wale tunajuana na hao ndio tufikie mahali tunahitaji, ama ndio tupate promotion. Shika huyu Yesu siku ya leo, utembee na hii ofisi yako. Mwanadamu anaweza akakuachanisha, anaweza akakuona unanuka, anaweza akakuona ufai, lakini Yesu anakuvalue. Yesu anakuvalue. Hautahitaji jina kubwa, ati wewe ni nani. Sema amen. Unajua wengine ni imani ya wananga, ni imani ya lakini siku ya leo, umeishi katika shinda, umetafuta kukushika mkono ukakosa. Leo kuna mmoja amekubali kukushika mkono. Jina lake anaitwa Yesu. Simba wa kabila wa Juda. Mahali ulijaribu ukashindwa, rudi hapo tena. Rudi hapo tena. Sema amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Haijalishi umetoka wapi, haijalishi uliachanishwa, haijalishi familia yenu haina jina, Mungu anaweza anza kucreate jina na wewe. Hii familia ya Kenyatta, kabla ya Kenyatta hakukuwa na jina. Hata hawakuwa wanajulikana ni akina nani. Hata walikuwa wanaandikwa kwa mashamba kulima kwa makonge na kupikia wasungu. Na alirudi akafukuza hao wasungu na akawaongoza. Na ndio nasema siku ya leo, jina inaweza anza na wewe. Nani utengeneza jina? Ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Yule kiwete aliishi pale kwa muda wa miaka 38. Wengine hata wamegonjeka miaka 5, miaka 2, 3, wanashindwa. Kwani Mungu umepotelea wapi? Kwani umeenda wapi? Biblia inasema, ukisoma katika kitabu cha Yohana 12, maandiko yanasema kuna mtu alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro akafariki. Na alipokufa, maandiko yanasema ya kwamba dada zake walitumana kabla akufe, wakati alikuwa mgonjwa, na wakaambia Yesu akuje aweze kuponya Lazaro. Lakini maandiko yanasema Yesu akajipatia shughuli, akaendelea kushughulika. Baada ya siku 2 ndiye aliambia wanafunzi wake,
Lazaro amelala, twendeni wakafikiria ni usingizi, lakini alikuwa amekufa. Alipofika pale aliwaambia nionyesheni kaburi. Ndanda yake akamwambia hatuwezi tukafungua kaburi kwa sababu Lazaro ameanza kunuka. Yesu hakuangalia mnuko, aliwaambia toeni hilo jiwe. Akaitana jina Lazaro na Lazaro akachomoka na akasimama. Kwa hivyo hata siku ya leo Yesu hataangalia kama unanuka, kama wewe ni masikini, kama kazi yako iliisha kitambo, kama biashara yako ilienda wapi. Akiitana jina siku ya leo, maisha yako yanaenda kubadilika. Yes. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Maisha yako yatabadilika siku ya leo. Haijalishi, lakini siku ya leo hata kama una ngondi father, shikwa mkono na Yesu. Akaambia yule kiwete, hata kama umeishi bila watu, leo nimekuja kusimamia watu wenu. Sema amen. Hata hakuingia kwa yale maji, aliambiwa chukua mkeka wako, simama na uende. Inasema siku ya leo yale magonjwa yameishi kusumbua maisha yako, Yesu atayaambia atoke ndani ya maisha yako. Labda wanaona kama utakufa, hautakufa. Labda wamepanga kukusika, hawatakusika, wewe ndio utawasika. Yes. Watafikiria walikuroga, unasururanga Nairobi. Siku ile utaingia na ngari, wengine utawapata kwa barabara wa kuombe left kama hawajui ni nani. Amen. Sema amen. Amen. Na usikatae kuwabeba. Na weke ile sticker imeandikwa hapo, chuki yako ndio baraka yangu. Chuki yako ndio baraka yangu. Haleluya. Ukaweke hapo mbele ama kwa kiti hapo, akae hapo nyuma. Sasa hata bila kumwambia anajisomea yeye mwenyewe. Alikuchukia, akachukua picha yako akapeleka kwa muganga, akachukua nywele zako akapeleka, wakasema utaendelea. Haleluya. Yes. Watauza mashamba, watatufutiwa mnunuzi. Sasa ile wanaenda kupokea fedha, wapate wewe ndio unalipa hiyo shamba. Yes. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu labda wameishi maisha kama ya ule kiwete. Kuna watu walizaliwa na shinda, wameishi kwa shinda. Walizaliwa wakiomba, hata waleo ni kuombaomba, wanaombaomba. Haleluya. Shika huyu Yesu mkono siku ya leo.